إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, awali ya yote baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu yeye sambamba kabisa na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yusia nafsi yangu pamoja na waumini wote kuwakumbusha ya kwamba tupo katika neema kubwa, nayo ni neematul Islam. Uislamu ni moja katika neema kubwa kwa waja, nayo ni neema ya dini al-Islam, neematu dini al-Islam, kwa sababu ni neema ambayo iliyokamilika na neema nyingine zote ni qasira, ni zenye upungufu, ni zenye kutoweka. Lakini Uislamu ni neema iliyokamilika kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aliyokamilisha, na yeye akatangaza kwenye kitabu chake kwa kusema ya kwamba ameukamilisha Uislamu. Kwa hiyo katika viumbe hakuna kitu chochote kilichokamilika isipokuwa Uislamu, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatangaza kwenye kitabu chake kwa kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Leo hii siku ya Arafa, siku ya Ijumaa, nimewakamilishia nyinyi dini yenu na nikaitimiza kwenu nyinyi neema yangu ambayo ni neema ya Uislamu.
na nikaridhia pia Uislamu kuwa ndio dini. Kwa hiyo dini ya Uislamu ni dini iliyokamilika na ni neema kwa waja vile vile. Ukiangalia Uislamu bimasadirihi min alkitab wa min as-sunnah, ukiangalia zile vyanzo vyake katika kitabu, katika sunna, kuna ubainifu ambao watu wanahitajia kwa yale mambo wanayohitajia. Allah subhanahu wa ta'ala amewabainishia wao katika mambo yao ya Uislamu kamili. Basi Allah subhanahu wa ta'ala ule muongozo wa binadamu ameshaukamilisha tayari. Na hivyo hivyo katika mambo ya kidunia, fanya utakavyofanya, uza utakavyouza, nunua utakavyonunua, hangaika utakavyohangaika, lakini kuna mifumo tayari ambayo Uislamu ushaweka, na mwenye kushikamana nayo mifumo hiyo ya Kiislamu ataishi katika maisha mazuri sana na wala hatopata tabu. Wale ambao hawashikamani na Uislamu sahihi, wale ni katika maisha yao ndio kwenye tabu na dhiki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake, man amila salihan min dhakarin au untha, yoyote katika nyinyi mwenye kutenda matendo mazuri, ima mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'min, na hali ya kuwa yeye ni mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutamuishia yeye, tutampa yeye maisha mazuri. Kwa hiyo maisha mazuri itakusanya vile vile utulivu katika dunia na amani na mingineyo. Kwa hiyo Uislamu ni dini, ni neema ambayo tumeletewa, ni kitu ambacho kimekamilika, hakihitaji ziada wala hakihitaji kupambwa na mtu yeyote. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kitu kingine, dini nyingine isipokuwa ni Uislamu. Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na yule ambaye atafuata usiokuwa Uislamu ndio akaifanya dini yake, falan yuqbala minhu, mtu huyo hawezi kukubaliwa, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na mtu huyo akhira atakuwa ni katika wale watu ambao wamekula hasara. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia amesema kwenye kitabu chake, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kukubalika ni Uislamu. Kwa hiyo atakayekamatana na Uislamu wa kweli, Uislamu wa sawa sawa, basi mtu huyu atakuwa na maisha mazuri ya utulivu ya nafsi yake. Wengi katika sisi tukiambiwa maisha mazuri, basi anaona kuwa na gari, kuwa na mali, kuwa na hiki. La, wangapi wenye magari wana pressure na magari yao? Wangapi wenye mali wana pressure na mali zao zinawaua wengine, zinawatia katika makaburi yao? Wangapi wana neema za watoto awalali, watoto wavutaji bangi, watoto vibaka, watoto ni kadha, lakini ana neema ya watoto wengi tu, lakini bure kabisa, hawana maana yoyote. Kwa hiyo mtu anauliwa na kitu chake yeye mwenyewe, lakini si Uislamu. Uislamu ukikamatana nao sawa sawa, basi maisha yako yatakuwa ni ya raha kabisa hapa duniani na kesho akhir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbi, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia kifua chake kwa kukubali Uislamu, fahuwa ala nurin min rabbi, yeye mtu huyo siku zote yupo kwenye nuru ya Mola wake. Fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin, adhabu kali itawafikia wale ambao nyoyo zao ni ngumu, wasiokubali Uislamu, wasiokubali sheria za Kiislamu,
wasiokubali hukumu za Kiislamu, hao nyoyo zao zitakuwa ni ngumu siku zote. Ulaika fi dhalalin mubin, na watu hao watakuwa kwenye upotovu ambao uliokuwa wazi. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ndugu zangu Islam, kama nilivyotangulia kusema ya kwamba sisi tupo katika neema kubwa ambayo ni neema ya Uislamu, kisha tupo katika sunna, na hiyo ni neema pia vile vile. Uwe Muislamu alafu Uislamu wako uko katika sunna, kwa maana unawafuata wema waliotangulia. Uislamu usio dini ya mtu, kwamba mtu anaweza akasema anachokitaka yeye mwenyewe maadamu yeye ni shekhe basi akasema tu. Uislamu hauko hivyo. Au maadamu kwamba wewe kwa sababu umezaliwa katika nyumba ya mashekhe na masharifu basi na wewe umeurisi tu Uislamu, unaweza kufanya jambo lolote na watu wasikuulize kitu. Uislamu hauko hivyo. Uislamu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala na una misingi yake, na ndiyo maana Muhammad bin Abdul Wahhab kwenye kitabu chake kidogo kabisa kinaitwa Al-Usulu Thalatha, katika kueleza mambo yale ya misingi mitatu, kisha akasema ma'rifatul Islam bil adilla, ni kujua Uislamu kwa ushahidi. Haya, Uislamu unasema 1 2 3, ushahidi wako ni nini? Ushahidi wangu ni aya ya 213 1 2 3 inasema hivi. Lakini wewe ukiambiwa lete ushahidi, wanasema mashekhe zetu pia wanena hivyo. Sasa shehe wako amekuwa ndio Uislamu. Kwa hiyo ni maarifatul Islam bil adilla wa huwa al-istislam lillahi bitawhid, ni mtu kunyenyekea na kujisalimisha maisha yako yote kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wal inqiyadu lahu bitaa, na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii, wal bara'atu minashirki wa ahli, na kujiweka mbali na ushirikina na watu wake. Huo ndio Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, mizozo yetu, matatizo yetu tunayogombana ya kisheria mbalimbali, kwanza tunayatia katika mizani ya Kiislamu. Je, hapa tumekosea wapi? Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake akasema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul, enyi ambao mmeamini mtuini Allah subhanahu wa ta'ala na mtuini mtume, wa ulil amri minkum, na wale ambao wenye madaraka katika nyinyi, watawala. Fa in tanaza'tum fi shay'in, tukiwa tumegombana katika jambo lolote, kuna mzozo wa jambo lolote, farudduhu ila Allahi war rasul, basi jambo hilo lirudisheni kwa Allah na mtume wake. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, dhalika khairun, kulirudisha jambo hilo ndiyo khairi, wa ahsanu ta'wila, na hayo ndiyo matokeo mazuri. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisi tuna misingi yetu tuliwekewa na sheria, tuna katiba yetu ambayo haibadiliki kwa sababu imekamilika. Achana na katiba hizi nyingine zinazotungwa, sijui kuna katiba ya mwaka 1977 kutokana na mambo yalivyo, watu kuwa wengi, tumeibadilisha. Kuna katiba sasa hivi ya mwaka 1999 au kuna 2007. Hizo ni katiba za wanadamu, lakini Uislamu utabakia kuwa ni Uislamu. Ndugu zangu Waislamu,
bado nyinyi hamjafahamu mimi nakusudia maneno gani ambayo nataka kuwaambia. Allah subhanahu wa ta'ala, tukimalizia na aya hii, anasema kwenye kitabu chake, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, na hapa kabisa kwa haki ya Mola wako hawezi kuwa ni wenye kuamini hao waumini na watu wote mpaka wakujalie kwamba wewe huwe ni hakimu fi ma shajara bainahum, katika yale mambo ambayo watu wanagombana, yeye ndio hakimu yetu. Kisha hukumu ikipita, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Leo mashekhe zetu na baadhi ya watu wengine wanaweza wakakaa wakaongea tu basi, ukiuliza wamepata wapi akwambia hii ni balagha. Sasa hiyo si balagha, hiyo ni balaa, si balagha hiyo. Kwa hiyo kila siku kwenye mitandao ya kijamii kuna mambo mbalimbali ambayo yanatokea, na mashekhe zetu wengine wanahusika kwa kiasi kikubwa sana kuwadanganya watu, hasa wengine wanapokaa mbele ya viongozi wanawasifia katika mambo mbalimbali yasiyokuwa na maana yoyote, ili limradi tu wale viongozi wafurahi na wao wapewe bahasha zao, wende zao wakapumzike katika majumbani mwao na watoto wao. Sasa Uislamu hauko hivyo bwana, kwa sababu tu kwamba nyinyi mna madaraka mbele kwamba mwazungumza wanachokitaka nyinyi wenyewe. Nisikia juzi kati hapa, miezi kadhaa mitandao ikawa imevurugika kabisa, watu wanabishana. Huo ni mfano, ni mambo yashapita, lakini natoa mfano. Kuna mtu mmoja alizungumza katika mitandao ya kijamii, ikawa imetrendi sana kwamba siku aliyozaliwa Mtume, nadhani katika hutuba ya Ijumaa pia ilitolewa kwamba siku aliyozaliwa Mtume ni bora zaidi kuliko Lailatul Qadr. Huyu mmoja ana dalili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Lailatul Qadri khairun min alf shahr, usiku wa Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000. Yule mwingine anasema al-Imamu al-Qastalani na al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami wao wameona, kwa sababu Mtume yeye ni mtu bora, kwa hiyo ule ubora wake unaishinda hiyo Lailatul Qadr. Sasa ni nani kakuambia maneno haya? Huna dalili, lakini umesema ili watu tu waridhike, wakaleta falsafa zao. Lakini mimi nawaambia, tukienda kwa akili hizo za falsafa za Balkafa, hizo falsafa zao wanazoleta wao, mimi naweza nikauliza swali dogo tu ambalo hilo na hakika alijibiki. Hivi Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na Qur'an ni kipi kitu bora? Kwa mtu mwenye akili ushaelewa, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na Qur'an ni ipi bora? Mimi nitakujibu Qur'ani ni bora, kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Allah, ni sifa yake, na Mtume ni kiumbe. Kwa kiumbe na sifa ya Allah huwezi kulinganisha. Sasa ile siku ya Lailatul Qadri Qur'ani ndio ile teremka, wewe kazaliwa Mtume huko nyuma. Sasa ile siku ya Lailatul Qadri Qur'ani ndio ile teremka. Kwa hiyo Qur'ani tunasema ni bora kutokana na hizi, twenda na akili zenu. Lakini ni kuwadanganya watu, kwa sababu wameamua tu kuzungumza hivyo. Kwa kuwa wao makurafi, basi mtu aongea tu kama vile wanavyoongea Mayahudi na Manasara, wakawasikiliza mapadre wao na maaskofu wao. Jingine ambalo limetokea hivi karibuni, kuna bwana mmoja alikuwa akizungumza, akasema baada ya kwenye maadhimisho fulani, akasema kwamba bora tumtaje tu Rais Karume ametajwa na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Katajwa vipi? Kwa sababu khairun nasi anfa'u linnas, bora wa watu ni yule mwenye kuwanufaisha watu.
Sasa mimi sinafaishi watu, kwa mimi nimetajwa na mtume, basi sote tumetajwa na mtume. Wewe umetajwa, yule katajwa, sasa tukitajwa sote, hiyo thamani iko wapi? Lakini limradi tu waseme na watu wakawakubali, wakawapokea. Mtu awami akamrekebisha, akamwambia hayo maneno si sawa, mpaka mmejivunjia CV zenu, mkaambiwa kwamba mlevi wa Kipemba ni bora kuliko shekhe wa Kibara. Haya maneno yanazungumzwa kutoka Unguja, ni kwa sababu ya watu hao wajinga kabisa, bure, wasofaa kitu, makhabithi kabisa. Hawa watu wakikaa mbele za viongozi, kazi yao kujipendekeza kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Hawa watu hawana akili hao. Ndio shekhe mmoja kule Kenya akasema watu hawa wafaa kutiwa kamba. Mimi nasema kamba na viboko ndio stahili yao. Ndugu zangu Waislamu, mwingine anasema sijui inafaa kutoa uchawi kwa uchawi. Maneno haya umeyapata wapi wewe, khabithi al-amal? Wapi umetoa maneno kama haya? Kwa maana utakaofundisha watu uchawi, kwamba mtu ukiwa umerogwa basi inafaa kwenda kwa mganga akakutoa ule uchawi wako. Maneno haya toka wapi? Lakini hawa watu wamekosa mwelekeo kabisa. Kwa sunna ndiyo khair, as-salafi ndiyo khair. Yule ambaye asiyejiegemeza na salafi, huyo katika bid'a, katika dhalal. Ikiwa wewe sio salafi na hutojiegemeza na salafi, wewe uko mbali kabisa na Uislamu, kwa sababu salafi ni Uislamu na Uislamu ndiyo salafi, kwa sababu ya kuiga ya wema waliotangulia. Ndugu zangu Waislamu, mitandao ya kijamii imeharibika katika sehemu kubwa sana, lakini vijana wanaumizwa na AI hizi ambazo zimetoka katika mitandao ya kijamii, wanaamini. Kuna shekhe mmoja katika hawa mashekhe wa sunna, katika redio moja inaitwa redio ya Ihsan, aliulizwa swali, akaambiwa vile vita vinavyopigana kati ya Irani pamoja na Myahudi na pamoja na Muamerika, sisi Waislamu tuko upande gani? Akasema yule shekhe kwamba mimi siwezi kujibu hapo, kwa sababu swali gumu sana hili. Hivi kweli swali hilo huwezi kujibu wewe, kijana wa kisalafi, kijana mdogo ambaye ni talibul ilm, na hakika 100% ataweza kujibu swali hilo? Ndugu zangu Waislamu, sisi tunapozungumza maneno haya, wengine ambao wale vibaraka wale kadha, lakini uhakika wa mambo na vitabu ukisoma, kwa asilimia kubwa sana Ashiatu Rafidha wao wameuharibu Uislamu wetu. Kwanza wanamtukana Abu Bakar, wanasema ni kafiri. Pili wanamtukana Umar, na jingine wanamwambia Aisha kwamba amezini, na mingine mengi. Qur'ani imebadilishwa. Wameua ahli sunna kule Iraki, wameua ahli sunna kule Syria. Maelfu na maelfu ya ahli sunna walikuwa wakiwachinja. Hawa watu ni mbwa, kilabu nar, watu wasiofaa hawa kabisa. Kwa mimi itikadi yangu ninavyoamini, wao ni akhbath min alyahudi wan nasara, ni watu wabaya zaidi kuliko mayahudi na manasara, kwa sababu ndani ya Iran hakuna misikiti ya ahli sunna na wanasunna wanachinjwa, lakini ndani ya Amerika kuna misikiti mbalimbali ipo, na watu wanaswali na watu wanafunga na sunna inatembea pia vile vile, kadhalika Ulaya na sehemu nyingine. Ndugu zangu Waislamu, haya ni maneno hatari sana, lakini najua mmevurugwa. Vijana msiokuwa na ilmu, mnatembea maskani, mkakaa baraza za kahawa, mkasema hawa ni vidume, hawa ni kiboko. Ni kwa sababu ya ujinga wenu, hamna kitu kingine. Mmekimbia darasa za ahli sunna, sasa mtafuta matokeo katika vijiwe vyenu vya kahawa na baraza mbalimbali. Sasa mwana sunna, wewe utazungumza maneno kama haya? Si una akili katika akili yako? Huna akili, kwa sababu umekosa misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Ndiyo maana ukawatetea makhabithi, watu wasiofaa katika dunia hii. Ndugu zangu Waislamu, kuna mambo mengi ambayo yanahitaji kubainishwa, mengi sana, na nyinyi hamyajui, na hayo biidhnillahi alkarim yatapatikana katika msikiti huu, sio msikiti mwingine. Rabbana atina fid dunya hasana
wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis.